mwingine akiwa bado hai katika dunia tunayoishi. Pengine unaweza kupatikana kati ya wale wasioamini. Ndio natoa shuhuda kama Mungu anapita nami kwa sababu ni hali ambazo ninaogopa. Amen. Walikuwepo na harusi nyingine hapa wiki 2 zilizopita. Mnajua na kuna wengine walihudhuria. Sasa sikurudi kwetu nyumbani. Wengine pia ilikuwa inatendeka hapo jana. Vitu zote zinahusisha maisha yangu. Sasa ningoja nimalize hii pia ndipo nitoke. Na hakuna kitu nimepoteza hapo. Nilifaa kwa hapo Nairobi hadi mwisho wa mwezi wa 8 kwa njia ya kazi ya Mungu. Nilikuja hapa Mei nikarudi kwenye semina. Nikarudi hapa kwa njia fupi kwa kazi ya Mungu nyingine kidogo. Siku 4 nikarudi na nilirudi tena huko. Mwezi wa 8 haujaisha. Siendi kuimaliza hapa. Sababu kuna mtoto anayebali pia mnaenda. Tutakutana kwa mkutano wale ambao wataenda. Baada ya hapo sitarudi tena sasa. Mungu anaweza nirejesha kabla ya mwisho wa mwaka. Na kazi nayo bado itaisha. Wale walikuwa nao katika kazi ambao ni wachache sana. Niliwaambia maneno ambayo ninafaa kufundisha. Sijafunza hadi hata robo yao. Amen. Inamaanisha kazi bado ipo. Amen. Mbele hawezi fikia watu wengine. Zingine naweza nikatimiza nikirudi. Nimesikia tukisifu Mungu kwa nyimbo mzuri ambazo zimejenga moyo wangu. Wakati tunafanya hivyo watu wanaweka kama chao kwa nitazame sasa nisikii sasa. Sasa urudi tena. Hivyo mkono kwa Yesu. Jibadi malo na Yesu Kristo. Ni asante kwa mfano wako alinda na amenilinda pia mimi. Katika sehemu ambazo watu wanajifundisha. Mimi hufunza neno la Mungu, naweza anza kwa kufundisha. Na naweza hubiri tukisonga mbele. Sasa mafunzo na injili yote itahudumu tu. Ili Mungu atende mapenzi yake. Shule za upili nimekuwa kwa muda mfupi. Baada ya kumaliza masomo yangu. Nilikuwa nakaa katika bodi ya wale viongozi. Kuna jambo moja nilikuwa naona. Mwaka ulipokuwa unaanza, ile muhula wa kwanza, ile mkutano mkubwa ya bodi, inaitwa ile mkutano mkubwa wa bodi. Nisikie usiyumbayumbe, sababu anakufundisha. Ile mkutano wa kwanza ya bodi mwaka unapoanza, agenda ya kwanza inakuwa matokeo. Ile bodi kamilifu ya shule mwaka unapoanza, ile ya mwanzo kwa mwaka, agenda ya kwanza inakuwa matokeo. Matokeo ya mwaka uliopita. Sasa hayo matokeo natega masikio. Walimu wanaongea, mwalimu mkuu anaongea, wazazi pia wanaongea. Somo kama hili limepanda, na somo kama hili limeanguka. Matokeo yote ya hiyo shule tumepandisha ngazi kidogo, ama tumeanguka chini.
Kuru hajiuyo kana jalenga. Sasa mimi wanaongea, mimi na nyamaza nikisikia. Kama pinja chamuka. Mimi huwa nafadhaika sana. Kama pinja chamuka kama ile kukumu kama. Yule ameshangaa akikaa mahali. Chaka kibadi nyimego kubi. Ni kana kwamba hawaisikii vizuri. Amoro wiki to kuoge. Pengine nasikia na zinamshtua. Amen. Amen. Mimi ayo ndio wiki mangi. Sasa inanifanya nipate nafasi kusikia kwa wingi. Sasa huwa nilikuwa nawauliza. Hesabu wanafunzi wamefanya vibaya. Na wanafunzi walipoingia kidato cha kwanza, alama yao ya hesabu ilikuwa inakaa aje? Sasa swali yangu ilikuwa nawashtua wale watu. Ni swali hawakutarajia. Au wanajua kama tumeongeza ama tumeanguka. Amen. Sasa nilikuwa nawauliza. Mimi pia nilikuwa nimeenda shule kidogo. Shule ya upili nilipitia. Ninasema hii somo wanafunzi wamefanya vibaya. Alama ambao waliingia nao hapa ilikuwa inakaaje? Amen. Je, unaelewa hiyo swali yangu? Uende shule mojaenda unanielewa vya kirahisi. Hata kama hujafika shule ya upili unanielewa kirahisi. Baadaye wanarudi nyuma. Na wanasema jambo jingine. Kwamba ile tabia ya kuingia. Wanaita ile tabia ambayo wanafunzi wanaingia nayo. Nilisoma kwa ukule. Kwamba ile tabia ya kuingia haikuwa mzuri katika somo la hesabu. Wale waliingia hawa hii darasa, wengi wao hawakufanya vizuri kwa hesabu. Sasa na nukuu chini. Baadaye najiuliza, unalalamika kwa nini? Kwamba hajafanya vizuri kwa hesabu na waliingia vibaya. Nataka kufunza kuingia. Kama mwalimu nimeanza kwa umbali ili unielewe. Nataka nifunze kuhusu kuingia. Mambo ya kuingia na kukua zinashikamana. Waina mkono kwa Yesu kwa kusikia hapo. Amen. Sasa viongozi wetu hao wa shule waligundua kwamba kabla tuongee kuhusu matokeo, tuone jinsi walivyoingia hiyo shuleni. Sasa wokovu ni safari. Kuna wokovu kuingia, kuna ile kukua kwa wokovu, na kuna ile kutua kwa wokovu. Hizo tatu ziko. Sababu ni kitu ambacho mtu anaingilia. Ni kitu ambacho tuko ndani yake. Neno ambayo inahubiriwa ilifanya tuingie. Tumeshajifunza, sasa tunakuwa. Tutatua kwa uzima wa milele. Ambao kama tuwezi tua, tuachane tunaye. Na tushiriki tu. Tutende dhambi. Dhambi pia ni tamu sana kwa ulimwengu. Haifai tuzuiliwe tusiifanye. Baadaye unakosa kurithi uzima. Amen. Sasa nataka tuelewane kidogo ndio kukua. Sababu jinsi mtu aliingia ndani ya wokovu ni muhimu sana. Amen. Amen. Amina. Kuna kitu ambayo inaitwa hila mbaya ya shetani. Shetani hata kataa kwamba tusiokolewe. Anajua watu wanafahamu kwamba wokovu ipo. Tena dhiki imeshika ulimwengu. Na watu wakaamini kwamba wokovu ukiingia, dhiki inakuacha. Amen. Hiyo ni ukweli. Sisi dhiki ilituacha tulipoingia ndani ya wokovu. Japo tu jinsi mtu anaingia inafaa ishughulikiwe kikamilifu, ili mtu atembee ndani ya kitu ambacho anaelewa. Amen. Amen. Ndio maana nataka nifundishe kuhusu kuingia. Sababu wokovu kuna mahali mtu anaingia nayo.
Wengine wanaingia katikati yake. Bwana, nimeshafunza kwa kuhubiri neno. Nikajifunza hapo kwa kuwa mchungaji. Kwa watu wengi wanaingia katikati ya safari. Naweza toa shuhuda mfupi kidogo ambao nilikutana naye. Watu nakaribisha kwa manyumba. Tunajikaza, Mungu alipenda kutukaribisha sana. Alikuwa kwa mkono wetu. Siku moja alipotukaribisha kwa nyumba yake, Mungu ananilazimu kama niulize mke wake ushuhuda wake ya wokovu. Mungu ananilazimu tu. Jinsi ametukaribisha mara nyingi. Amen. Na akaniambia kwamba yeye hakuwa anakula nyama. Alipoombewa, siku hizi nakula nyama na pati matatizo. Unasikia jinsi alivyoingia? Unaona mahali aliingia nayo? Si umesikia mahali ameingia nayo? Amen. Soma Matendo ya Mitume 19 kwanza. Nianzie hapo juu. Na nitarudi nyuma kwa maandiko mengine ya Injili. Na barua nyingine ya Paulo pia nikipata naweza soma. Nataka unielewe pole pole. Kuna nani naweza watu wanaokuwa shiriki na wakati ya wiki. Kwa mimi wakati nimesimama hapa, nataka nizae hadi walimu. Ndio maana napenda kupitia maandiko mengi kwa ile hoja ambayo naweza kuwafundisha. Amen. Jinsi mlivyo hapa, hatuwezi wafikia nyinyi nyote. Na kama kila mmoja anaweza fikia mwenzake, kukua itakuwa vizuri. Amen. Na hatuwezi kubali kwamba yule asiyejua anayofanya pia anaenda kumsaidia mtu mwingine. Hiyo ninakataa. Amen. Ndio maana tunafundisha ili nanyi pia muwe walimu. Si kwamba lazima usimame hapa mbele. Unaweza fundisha kwa kiwango ambao unaweza kutana na mtu. Sababu tunafaa kuwa walinzi wa ndugu zetu. Amen. Amen. Soma hiyo andiko, mtu wa Mungu. Mungu introduced yote. Andiki natanguliza Matendo ya Mitume. Kazi yetu hii ya safari. Hii kazi yetu ya kutembea. Ambao mtu akai sehemu moja. Amen. Andiki nasema hapo alipokuwa kule Korintho. Paulo alitembelea maeneo yaliyo juu. Na akaingia mahali panapoitwa Efeso. Kwa andiko lako kuna kitabu cha Wakorintho, kuna kitabu cha Waefeso. Sasa unagundua jinsi majina haya yaliyotokea. Hiyo andiko haina jina la dhehebu. Hakuna wezi pata. Hata Katoliki hakuna. Hata Anglikani haiko. Hata ile power haiko. Hata deliverance hakuna. Makanisa ilikuwa inatajwa majina kulingana na maeneo ambayo yalipatikana. Nafasi iliyopita nilipokuwa hapa, niliombea wenzetu wengine. Nikamwambia wenzetu ambao tumwombea hawa watasimamia kanisa la Nairobi. Nilikataa kusema umoja na nilikataa kusema Dandora. Ilikuwa tu katika andiko. Amen. Kanisa la Nairobi. Sasa Paulo alitembea katika maeneo yaliyo juu, akafikia Efeso. Hapo Efeso andika kwamba ni Nairobi. Efeso inaitwa ile ni Turkey. Siku hizi inaitwa Turkey. Amen. Sasa alifika Nairobi. Na andiko linasemaje? Hapa alipata wale ambao walishaamini. Wanaitwa wanafunzi. Wanafunzi wa Yesu. Ni wewe pamoja na mimi. Na akauliza swali moja. Na wauliza, mlipata Roho Mtakatifu mlipoamini ama? Hiyo ni swali aliuliza walipokutana. Mlipata Roho Mtakatifu mlipoamini ama? Hilo swali. Amen. Ni yangu na ni yako pia. Wakati ulipoamini, ulipata Roho Mtakatifu.
Yesu wacho jopuonjre. Yesu anaambia wanafunzi, "Dhiuru e piny duto, manendeni ulimwenguni kote, uyalo wach maber ji kuonde duto, mhubiri habari njema kwa watu wote sehemu zote. Ng'ama oyie mobatisi nokuo, Atakayeamini na kubatizwa ataponea. Ng'at ma ok oyie to bura nolok. Asiyeamini atashindwa na hukumu. Ranyisi gi joma oyie nobedgo. Ishara hizi watakaoamini tawafuata. E nyinga ginigondo chiemo. Kwa jina langu wataondoa mapepo. Kendo giniwuok dhok manyien. Na tutaongea kwa ndimi nyipya. Kata gimadho kwiri. Hata wakikunywa sumu. Kata gima marach. Hata kitu kibaya. Ok nohiny gi ng'ato. Haitawadhuru kamwe. Ginikelo kuom joma tuo. Watanyosha mkono wao kwa wagonjwa. Ginibed mangima. Na watapata uzima. Kata gima kotuone. Hata wakishika manyoka. Hakuna kitu ambacho kitawaumiza kamwe. Hao joma noyie. Hao ni wale walioamini. Yesu Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Unaochuno Paulo. Ndio maana nilimlazimu Paulo. Ndio wachi Yesu cha. Aliposikia neno la Yesu The lile. Great Commission. Ile utume kuu. Yesu Bwana. Amen. Akasema hao watu ambao wameamini. Yesu alisema wakiamini wataongea kwa ndimi mpya. Yesu Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Bende hiyo ndio kama yeye. Je, walipata walipoamini? Na walijibu aje? Na wakamjibu kwa njia gani? Baada tujawahi sikia. Hata wale ambao walikuwa sahihi. Amen. Wale waliowahubiria. Hawakuwa nao kwa Roho Mtakatifu. Walishaamini. Walisikia mambo Yesu anaweza fanya. Na hawakufunza kuhusu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakufunza kuhusu Roho Mtakatifu. Umeelewa hapo? Inamaanisha neno walihubiriwa neno. Na wale waliohubiria neno hawakutua nao kwa Roho Mtakatifu. Leo makosa yao kubwa haikuwa ni makosa yao, ili wawe bila Roho Mtakatifu. Na ilingana na jinsi walivyoingia. Amen. Amen. Ililingana wale waliingia kupitia mkono yao. Pengine alihubiriwa tu kuhusu dhiki zao. Na ikahubiriwa ile uchungu zaidi. Na dhiki kafanya wakalia sana. Ili wakubali waendelee kwenye hizo dhiki. Na kuna ile inaitwa upako wa kijumla. Ambaye inaweza fanya upone. Kama nguvu ya Mungu ipo. Imefanyika mara nyingi. Amen. Tukihubiri Injili. Kule wakati mwingine kule nyuma. Kule Rongo. Tushika wengine walikuwa wanakuja asubuhi. Walipoenda kwa manyumba. Waliposikia Mungu akihudumu. Na chombo mwaka 96. Amen. Walisikia. Amen. Wakaja kama wamepona. Walisikia chombo kia kwa nyumba usiku. Na siku na wale wanaingia hivi. Yeye alikuja ili apate muujiza. Hapa ndani ya muujiza. Yesu aliponya ukoma 10. Na mmoja ndiye karudi hekaluni. Na kuuliza mlikuwa watu 9. Wengine wako wapi? Akasema nami sijui mahali wako. Na maanisha alipopitia. Ukoma ilikuwa inazuia kutenda usherati. Sasa baada ya wao kupona, alikuwa huru. Wasichana wangeweza kumwona sasa. Pengine wakati alikuwa mtu ambaye amekataliwa. Amen. Haleluya. Pengine alikuwa ni kiwete. Kiwete aweza kuwa msherati kirahisi. Kama Yesu alimsimamisha, hajapata kumrudia Yesu. Leo muujiza kaenda naye kwa matendo yake. Leo ingekuwa ushirika ikakuwa hivi. Jinsi watu wanaingia ni tofauti. Na kuingia kwa mtu itaonyesha aina ya safari yake. Amen. Amen. Hawakusikia Roho Mtakatifu yupo. Hawakusikia. Kuingia walikubali wakaingia. Na maanisha wale wanafunzi ndio wanafunzi. Kaingia pale wale anaingia nayo. Tunakuja kupata mali tutakuingia nayo. Mimi nabarikiwa sana. Nikapata napata mali nafunza. Wakati nafunza ni Mungu unilipa hapo. Si nyinyi. Kunilipa ni ngumu. Amen. Mnafanya nafasi niwafundishe.
Umenipa nafasi ya kupata mshahara kwa Mungu. Hata siku nimekuwa hapa miezi mbili. Mungu amenilipa sana. Amen. Nilipata nafasi ya kufanya kazi. Na sasa wewe. Haleluya. Uliingilia wapi? Ninataka tuelewane leo asubuhi. Habari tuombe Yesu hapa. Kama uliingia vibaya, utaingia vizuri sasa. Sababu wanaongelelewa hawa. Kuingia kwa haiko makosa yao. Ni wale wanaingia kupitia mikono yao. Amen. Walihubiria tu muujiza. Walihubiria tu baraka. Tulijifunza kwa baraka hizo wiki ambazo zimepita. Tukapata wokovu, nilikuwa natufungulia njia ili tuingie kwa baraka za Ibrahimu. Sasa uanzie baraka, inaanzika kwa wokovu. Amen. Haleluya. Amen. Ananipiga simu siku ya Jumapili. Sitaki kumtusi. Na kuna tabia mbaya. Ni mtu namjua vizuri sana. Anajua mimi ni molokole tunamjua. Najua wakati wetu wa ushirika. Na ni mtu wa ukoo wangu. Hakuna tabia mbaya. Sasa usikae hivyo. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apenzi. Amen. 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 Oinua mkono kwa Yesu. Amen. Amen. Ndio kia nuhunu. Walipata kama muujiza unahubiriwa. Bakuri kunu kimarega. Imani kasema muujiza wao inatendeka. Changoga. Watu hupona. Yesu baba. Amen. Ndio moro Kisumu. Kuna nyakati nyuma nilikuwa kwa kula Kisumu. Simuona hizo taxi moro. Siku moja nilipanda taksi. Wakalo bwana moro. Na tunampita bwana mwingine hapo. Kuna taxi no wacho. Mwenye hiyo gari anasema, "Ya wakapulile mwanyo ni kulemu." Kwa wenzetu kama watu wanaomba huyu mtu anafaa kuomba. Huyu mtu alikuwa ni kiwete. Ani no chunga hospital yalo. Alisimama kama hospital anahubiri. Kisumu ka. Hapa Kisumu. Yeye kolo umoto. Najua sasa anatembea. Ndio ndio Wale mwana kama ni kiwete. Wage ndio nikolamu Kenya sasa. Wanamuomboleza kwamba anafaa kuomba Mungu. Ndio kolamu sasa ndio. Inamaanisha ombi Mungu kwa nyakati hizo sasa. Puto uo. Alikuwa ni kiwete akatembea. Yesu baba. Amen. Haleluya. Inamaanisha muujiza ulitendeka. Kama upako muujiza unatenda kazi. Acha naongea na wewe sasa. Kama muujiza wewe ni nao mbinguni. Hadi sina ubiri muujiza. Yesu anasema nyakati za mwisho. Tutasema jina lako liko tena muujiza. Tunatoa mapepo. Atasema si wajui. Nyinyi wafanya dhambi. Amen. Hiyo jambo lisifungua masikio. Na wakati na ubiri. Na ubiri kwa jina la Yesu. Yesu atanipita. Anahimiza jina lake. Anatenda kitu. Sababu mwamini wa ajabu sana. Yesu Bwana. Amen. Siku moja Petro aliposimamisha kama kiwete amesimama kule Yerusalemu. Watu wanamzunguka Petro. Watu wanatazama. Kwa nini mnalenga macho yenu Petro? Kama ni sisi tunafanya mtu akatembea. Si kwa uzuri wetu. Wala maombi yetu. Ili mtu asimame. Lakini Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu. Amefanya jina Yesu mjakazi wake kapata nguvu. Amepata jina Yesu utukufu. Amen. Amen. Inafungua masikio sana ninapohubiri. Hata kama nahubiri, nichunguze kuingia kwangu. Niliingia aje? Sababu kuingia kwangu inategemea jinsi ninavyotembea. Itategemea kutoa kwangu. Amen. Inua mkono kwa Yesu. Je, mlipata Roho Mtakatifu mlipoamini? Ukasema tujasikia kama kuna Roho Mtakatifu. Kwa nini leza hapo kwa sana? Kukua. Kuingia inaweza kuwa mbaya. Kulingana na wale waliokuingiza. Sawa, watu waliingia. Na kwa husu Roho Mtakatifu. Paulo ndiye ameshtua nayo. Amen.
Kelelo penjo gini. Unapenjo gini ya. Tena akawauliza, Nego batizo manane. Ne chune ni korongi ni basi. ilibidi sasa warudishe nyuma. Ukacha warugi ana. Sidharau kwa hapa Kwa wale. sisi hatuokoi watu. Bakmana. Japo tu Ndio ngoja mimi ndugu ni basi. kuna kile ninazofanya ni kurudisha nyuma. Kama urunyo roho mle nitie. Kama mjaisikia kama kuna Roho Mtakatifu. Batizo maneno ni huyu. Kumbe ni batizo gani ambao mlipata? Ndio roho mle ngiugi. Hao watu wana Roho Mtakatifu Hii na wanaamini. roho mle ngiugi nitie. Roho Mtakatifu hajasikia kama yupo. Ingeni sisi ndio wake waache. Ndio umesikia kiongelelewa. Sisi ndio kipoje. Umesikia ikifunzwa. Bebe class wani. Sasa wewe pia kwa tuko darasa letu hapa. Tunataka bro hilo kare. Kila mmoja atapata upande wake. Kule ndo tuleni. Ambapo ataweka kigingi na taombea. Kimaru moloyo. Kitu kubwa zaidi. Acha kugenda akacha. Kwa nini naanza kwa hadithi pale? Ndio ni sawa. Ni matokeo. Yesu Bwana. Amen. Mimi nataka nalingana Biblia yote. Mtu kama mimi uko na goma yake na kila kitu. Kuduicha alio na goku. Nikikaa nje miezi miwili nikipiga kelele. Dakiri sana. Nianza tegea matokeo. Adiere makende. Ukila kipekee. Imani bora. Kile naweza nipendeza. Kimaombe msaada. Kazi ambayo ina mshahara hii Ndio sawa. ni matokeo. Ekana wanyo kuna goku kaiye. Ndipo naweza sema sikupiga kelele bure. Yohana no Paulo no pende kudu koronani. Paulo aliuliza sasa imekuwaje? Hapo kuja roho bana nigati. Kama mjasikia kama kuna Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Na unabatiza maana. Ulipokea ubatizaji gani? Ndio chako ndio. Inamaanisha mlianzaje? Mimi nataka kufikita kae katika kiti ambacho kiko karibu na mlango. Usisumbue watu wakuzana na tunatoka. Nego batizo manane. Unabatiza kubatiza maana. Na mlibatizwa kwa ubatizo wa aina gani? Negi kone niya. Lakini wakenia. Walimjibu ya kwamba Batizo mara Yohana. Leo ino batiza maka Yohana. tulipata ubatizo wa Yohana. Eka Paulo no wacho ni Olero ni giko. Akawaelezea sasa. Yohana no batizo mara kiloko chuni. Kwa wacho ni ji mondo biye kum jalo mabiro bango. Yene ni kum Yesu. Amen. 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 Yohana anabatiza nji. Yohana alikuwa anabatiza watu. Kwa nini ngatu abange? Akisema kunaye mtu anatoka nyuma yake. Moyo ngikudu duongo. Ambaye amemshinda kwa utukufu. Mungu kwa wajini okonya luonyo tonu wochene. Kuna andiko nasema aweza kufungua kamba ya viatu vyake. Mungu kwa wajini okonya lift sanda usuma. Kuna maandiko nasema aweza kainua kiatu chake. Tena jamaa mimi ndo banga Yohana. Inamaanisha alikuwa anakuja nyuma ya Yohana. Tena ngiteko. Alikuwa na nguvu Moyo umeo zaidi yake kwa wingi. Kwa yake ndio kusumba. Ambaye hizi kwa mjakazi wake. Ingine na moloi. Inamaanisha yule amekushinda. Kwa yake timo wochene kwa doka. Bila hizi ndio kitu yake kama baki pale. Amen. Haleluya. Jana timo nende. Sasa Yohana toa ushuhuda wake. Kwa Paulo leo ni. Ndio maana Paulo anaelezea. Yohana Lebatizo ji. alikuwa anabatiza watu. Batizo wano kuchuni. Batizo wa toba kiroho. Batizo wa toba. Loka. Anatubu kubadilisha mawazo Makalo yao. mano chalo kama. Kinacholeta hiyo ni fai inakaa hivi. Nyuma yako. Si na ubiri. Kaka wayale ndio. Jinsi ubiri kwa matanga. Mwa iko ngati. Tukazika mtu Mwa pidu. na tukakubilisha watu. Tukabulemo. Hao tutashiriki nao. Ndio kimukeli. Unaona kila ambacho imemleta. Tukabulemo. Tutashiriki nao watu. Kanisa. Hii kanisa. Kanisa mabaya. Hii kanisa mzuri. Ngoja ndio kwa. Unaweza shiriki nao. Yote kanacho kama ano. Watu wameingia hivyo. Maiko jimukeli. Na kuzika watu nikawaleta. Ngapo ilano. Mtu aina hiyo. Bako lokeni basi. Asiporejeshwa nyuma. Wayale waru. Na kahubiria wokovu. Bako lolicho. Inaondoa dhambi. Huo tokija pini. Unatembea na ulimwengu. Tena kama ndio. Hata mahali alipo. Kaka hiki mabaya kana ukeli. Jinsi ile mazishi mzuri nilimvuta. Wote mungi yanataka kwa mabaya. Vita ndio kama jinsi anakaribishwa vizuri. Maana kimeni chuni. Hiyo ni kitu kwa moyo wangu. Hiyo ni kitu ambayo ilimleta. Mabaya bana tiki. Nzuri ambayo ilitendea ulimwengu. Akaja kupimbe timo. Jinsi ulimwengu pia wanafanya. Mshaji wangu mimi ruchi ngore chokogua. Jana leo Wajaluo siku mwingine katika Nani wako julu. nililia Wajaluo. Amwano mbe mkale kwa wana. Mimi ni mmoja wao kabla niokolewe. Ndio Kristo. Siku hizi mimi ni Mkristo. Si Mjaluo tena. Je, umenielewa hapo? Yohana niite. Watu wa biashara ya matanga. Luwe epicenter maro handikino. Luland. Kule Ujaluni ni katikati ya hiyo biashara yao. Really? Kweli? Kama timindwa kwa bangi. Kama nimedanganya nijijibu. Nitatafuta baada ya kiwanja. Ubiri leo nilitudanganya.
Wana biashara wa matanga. Wanajua kama kule Ujaloni ni katika ile biashara. Ujaloni anatengeneza matanga vizuri. Anatengeneza shule. Zaidi ya kanisa. Zaidi ya shule na kanisa. Anatumia pesa mingi kwa matanga. Na mtoto naye asome katika hilo eneo. Wajaloni wanatumia pesa nyingi kwa matanga. Na makanisa yao yamelaruka. Mahali wanashiriki. Anaandaa ngombe kwa matanga. Na atoe ngombe kwa rambe ya kanisa. Anauza ardhi kwa matanga. Anauza ardhi watoto wasome. Sasa pengine wewe kuna kitu ambacho tulifanya. Makanisa walikuwa wanachezea. Ile harusi walikuwa wanacheza. Inaweza badilisha moyo wa mtu. Ile shiriki nasi. Hiyo ni kubadilisha moyo. Naweza shiriki na watu. Sana walikuja kwa harusi. Hawajafanya harusi. Naweza shiriki nasi. Niangalie kwa kajaru. Sijawadharau. Na naongea tu kuhusu toba. Hiyo ndio inaweza fanya mtu akuaminie kanisa. Sababu ya harusi ambayo aliona. Sio mbaya. Tutatengeneza ambayo inasonga kule mbele. Tulishapigana na umaskini. Hata umaskini itatoka. Harusi pia itakuwa. Amen. Kila nilichojua Mungu lazima tufanye. Na naongea aje? Paulo anaambia hawa watu. Batizo wa Yohana. Ilikuwa kwa kuhusu toba. Alikuwa anaishi ulimwenguni. Vyema rudi kwa upande wa watu. Pengine Yohana alikuwa anabatiza. Na alirudi kule Yordani. Ila batizo. Na aliwaambia. Ni nyoka kama watoto wa nyoka. Ni nani aliwaambia? Waponyeka dhika maji inakuja. Matendo yenu. Hiyo yenyeshi. Kama umetubu hakika. Guze matunda ya toba. Wewe ukatubu unataka kulaumu watu. Hapana. Guza matunda yanayohusiana na toba. Aliwaambia hata wakati wa sahihi. Shoka imeweka chini ya mti. Bila tawe ambaye ikuze matunda. Itakata na tupe motoni. Na pia msi wazii. Kama mtaponyoka. Kama nimechukua Ibrahimu. Mungu anaweza akamegeuza mali kwa Ibrahimu. Yana anabia wala ameenda kwa ubatizaji. Akasema sio rahisi kwa hiyo inafanyika hivyo. Kwa kuja tu ubatizwe. Paulo pia anauliza kuhusu kuingia. Kama ulipata mtakatifu mlipa nini? Je, mliingia aje? Batizo ulikuwa na kaaje? Akasema nilipata Yohana. Ndio maana anaelezea. Yohana mnasema kwako. Aliambia watu. Unaye anayekuja. Kama naamini kwake. Yeye ndo anaingia kwako. Haingii kupitia kwa Yohana. Amina. Yesu mfalme wa wafalme. Haleluya. Sasa ulipohubiria kuhusu dhiki. Na kuhubiria kwamba Bwana Yesu alileta. Wewe uliingia vibaya. Uliingia vibaya. Utukufu kwa wokovu. Haleluya. Uliingia vibaya. Matokeo yatatokea vibaya. Wewe muujiza ndio umetegea. Amen. Baraka pekee ndio inalinganisha nani? Na baraka za Ibrahimu zinakuja wale ambao Yesu amewaokoa. Yesu anakuwa watu kwanza. Amen. Haleluya. Niliingia aje? Acha nikutawe shuhuda wangu. Nadhani shuhuda wangu inaweza kusaidia sana. Shuhuda ni kwa njia ya ulevi. Ile uchungu sana. Ni kama mtu ambaye amepagawa. Amen. Akae kama mtu amesoma. Nikarudi katika vijiji. Sasa natengeneza mkono. Natafuta na pesa. Mshahara wangu nakuja kwenye benki na inarudi. Sasa mpagana na karogwa. Alikuwa ni mimi.
Kama tunaweza acha kazi. Anaweza niko kijiji. Kama nakunywa pombe. Na kuna familia. Kazi ya maana. Kazi ile ya maana. Yesu bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati nini nilikuwa nahubiriwa? Nilihubiri kuhusu laana. Nilisema mimi mtu amelaaniwa sana. Nilimlilia Mungu. Roho Mtakatifu sikupata kwa urahisi. Sasa siku moja nilipoenda kwa mkutano. Naambiwa wale kuokolewa. Sisikii kama niko na roho ya ulevi. Hapana. Wanasema pesa ndio yamekosa. Ndio maana hizi kunywa pombe. Amen. Nilipopata kazi, napata kazi tutaona. Hawajaona hadi leo hii. Miaka 40. Acha niongee kuhusu kuingia. Kuna mhubiri aliniambia. Naongea kuhusu kiongea mwingi kwa ulevi. Mwisho leo ni pombe unaweza kataa. Ili ujenge vitu vyako. Na kuna wokovu. Ambaye inakuja. Mtu akigundua yeye mwenye dhambi. Nilimsikia kwa urahisi. Mimi usikivu umenisaidia. Alipokuwa kiniongelesha hivi. Shapata kazi nafanya. Nasindikiza na pesa. Nilipita wokovu tena. Kama pombe sikunywi sasa. Amen. Kazi pia nafanya. Dhambi ndio niliona. Niliona Roho Mtakatifu kirahisi hivyo. Sasa kuingia mama zangu. Kama kuingia ni baya. Safari itakusumbua. Wazia jinsi ulivyoingia. Hapo wanaomba. Hiyo kanisa ndio dada alipata mtoto. Bila alikuwa anazika kutoka siku za leo watoto. Askofu naye mwana. Alikuwa amezirai. Siku hizi ni askofu. Hiyo kanisa hizi inasaidia watu. Ni ukweli. Na ujue jinsi walivyoingia. Amen. Soma wale kama niko kanyana mbele. Isaya 59:6. Soma tu kumaliza. Paulo akawaambia. Yohana nobatizo gibatizo mar loko chuny. Tamano. Owacho ni ji mondo giyie kuom jalo mabiro bang'e. Mastemo gikugi iloko chuny tiye. Kwanza unatubu na unaamini. Kisaloko chuny. Ukishatubu. Ndio matimo. Ndipo kuna yule anatenda. Hallelujah. Hallelujah. Loko chuny okutin. Toba ifanye. Loko chuny. Anatubu. Yohana alisema. Ni kuunga mabiro bang'e. Unaamini kwenda na kuja nyuma yake. Yene ni kuom Yesu. Yene ni kuom Yesu jamaa. Manake kwa Yesu Mwokozi. Kane giwinjo wachni. Samana giwinjo wachno. Waliposikia hilo neno. Nobatisike nying Ruoth Yesu. Kwa hilo na. Sasa kwa jina la nani? Hallelujah. Hallelujah. Wengine batizo maka Yesu. Wako mpata batizo kwa Yesu. Wengine batizo maka Yesu. Wakapata batizo kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Waliposikia hilo neno. Kumbe wale tuambie vizuri kuna mahali hapo tu. Mimi sidharau yule aliyekuhubiria neno. Hata kama kueleza mahali pa kuingia vizuri. Na amefanya nimekupata. Yeye pia alifanya tu kazi yake. Je, umeelewa? Amen. Amen. Amenifanya nimekupata hapa. Alikupa neno. Bali fanya nikapata muujiza litendeka. Ambao ni ukweli. Mimi kama Mungu atende muujiza, huyo sio Mungu. Hiyo ni kitu pia nimekomilia. Amen. Walibatizwa kwa jina la Mfalme Yesu. Ndio Paulo na wale ndio kumi. Walipoamini kwa Yesu. Paulo akawarudisha nyuma. Akaambia warudi. Akaonyesha mlango. Amen. Ule mlango. Wakaeleza mlango. Wakaambiwa njia. Wakaambia ile maisha. Amen. Amen. Wakaelezwa. Waliingia. Hata sasa hivi mkutano utaingia. Mkutano utaingia na hizi moja ambayo alikuwa na ukisifu Mungu. Wao wataingia. Vijana wataingia. Walinde maisha yao. Kiingia kwa ndoa takatifu. Hata tukiunganisha watu. Hatuna hukumu. Hapo Yesu. Amina. Hallelujah. Hallelujah.
Nilisema jambo lingine nikianza. Kama naogopa kinachoniganisha na walimwengu. Maisha yangu inakataa hayo. Haiganishi mahali walimwengu wako. Inanishinda kabisa. Maana nikitokea haya maneno, nahisi kama niko na amani. Nahisi kama niko na upungufu. Amen. Naanza kili kwa Yesu. Naanzia hapa. Naelekea kule Ugenya. Na ubiri hadi kile siku ya Jumapili. Amen. Na naona matokeo. Jina la Yesu linapata utukufu wako sana. Amen. Ndoka Paulo na yeye aliponyosha mkono wake kwao. Nini ilikuja? Haleluya. Kita kwa isikia. Kwamba kunaye. Wakapata siku moja alisikia kwamba yupo. Tunaweza hapa. Kwa mingine naweza kawa ni pasi. Paulo ni space gini mana samu Rome kijogi. Paulo ni pana wakati alikutana na watu. Samu Rome kwa ngine. Wakati alikutana nao. Wakashika chako mwechia. Wakakiza mfano mwingine. Wakwenda kumwambia Sauli. Amina. Wakaja kwenye kuna walikutana nao tu. Wakana alitenda hayo. Wakaelekeza kwa Yesu. Na waliamini kwa Yesu. Taka kuingia kwa njia nzuri. Haleluya. Viki imenivuta kanileta. Pia nikapata neno. Na kiini chake. Ni kweli yule anayetenda. Si kama mbili na ananifanyia. Si kama watu wananiombea. Hapana. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Umwambie Yesu. Mine kiwuyo kidhok mayore. Minone kikoro wach. Apana Yesu. Amen. Isaya 50. Singoni malo na jawa. Era changu kikaro male. Naanzia imeanza kwa Roho Mtakatifu. Wana uri base waro. Acha nirudi nyuma kwa wokovu. Acha roho yangu changu kianza. Nikana kama nilianza kwa majibu. Bora ndo kipe. Sasa narudi kwa maswali. Roho statement babe. Ili tupate hoja nzuri. Roho uri Yesu. Amen. Bwana ndiye ndiwa. Wewe na mkono kwa Galilaya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kumia sasa ni kibabe. Msaada kwa Mungu ni kitu kizuri. Sasa anachuewa. Mungu ndiye alituumba. Roho uri Yesu. Amen. Zaburi wajina chomo wanga wingo. Mungu anasema tazama umeibuka milima. Kwa macho yangu utatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Jehova Mungu. Leo mbingu na dunia. Sababu ni kitu kizuri. Nitapata msaada kutoka kwa Mungu. Zaburi nyingine inasema, kama sio Jehova, kaa upande wetu, nini kingetufanyikia? Sasa kajibu, Israeli wajibu kwamba kama sio Jehova ambaye amekuwa upande wetu, leo tumeweza tukiwa hai. Amen. Maji yanayosaka ningesema na moyo wetu. Amen. Maji yanayodhihaki. Unajua bahari hudhihaki. Wale wanaishi kando ya bahari wanajua. Bahari inaweza dhihaki. Wazaburi alisema kama sio Jehova tu aliyekuwa upande wetu. Maji yanayodhihaki angesonga na mbele yetu, taro ingetukuta. Amina. Haingetuacha hata wanyama kwa meno yao. Kutafuta msaada kwa Mungu ni kitu kizuri. Japo tunaweza enda sehemu mbaya, na muujiza soge na wewe unakosa kupata wokovu. Sasa kuingia nataka nieleze. Nikitoka kati ya watu wangu nao penda. Kama sote tumeingia vizuri. Wewe na mkono tufanye hizo bwana. Kama tumeingia vizuri sisi wote. Ili uzima sisi wote. Amen. Tunaishi kwa muujiza sisi wote. Roho Mtakatifu anatujaza sisi wote. Na vipaji andika kwetu sisi wote. Tunasaidia Kenya na Injili. Mwambie Yesu asante. Amen. Isaya anasemaje? Neuru. Watazameni. Bali Jehova okobe machie. Msio fupi. Bali mone res. Hapana. Kata hicho no. Kama unaomba subiri jioni. Bali mone wingi. Kama bala hapana.
Sasa huo ndio mwanzo. Bali watu wanaingia naye. Kama mwenye dhambi. Ndaki za mwenye dhambi. Ndio nitaganisha na Mungu. Acha kutafuta ule mkono wake. Acha kutafuta mkono wake. Tafuta kile kimekutenganisha na mkono wake. Good. Mkono wake sio mbali. Ambaye itamshinda kukomboa. Wala masikio hajaziba. Hata Mungu kama bado kana maswali jioni. Na kote kusukujibu. Kuna kile kimekutenganisha na yeye. Ambaye inaitwa dhambi. Sasa ili kukomboza Mungu uje. Ili tuingie vizuri. Ile na kuzuliko kwanza. Ndio tunajaribu kazi ya Mungu. Kila bacha jaribu kati ya binadamu na Mungu. Katika mstari na Edeni. Ndio lazima tuarudie. Inashughulikiwa. Mimi na wewe chuo. Mama zangu mimi na wewe chuo. Wanawake wanaweza tukia na wanaume. Ndio chuo wewe muone. Nilisikia wanawake ndio wanaacha wanaume. Ulimwengu umebadilika. Nimesikia hizi kesi zingine. Mtu anaacha tu vitu zake. Anaacha vitu zake kwa nyumba. Anakaa vitu zake kwa nyumba. Akishapata baadaye sasa anazima simu. Yes. No, mkono kwa Amen. Watu siku hizi wanafanya hivyo, anataka vitu vingi. Baadaye anaenda. Na anazima simu. Baadaye anabadilisha nambari. Sasa kwa wakati ya kale wanawake ndio walikuwa naenda. Napata alienda. Wengine jirani anaweza jua. Amewaelezea. Utembee huku, utembee kote. Naongeaje? Wakati sasa atatengeneza ndoa. Sababu ndoa haitakikani iharibiwe. Tulifundisha kwamba ndoa lazima iheshimiwe. Haitakikani iharibiwe. Hata ni kitu kote wanataka watu wachane. Nasema wakati watu wanarudiana hukumu inakuwa rahisi. Dada nasema amen. Unajua jinsi tuliishi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa ndugu yangu ameacha tabia zake. Wakati wanataka wale waliwachana warudiane. Tuangalia kitu ambacho iliharibu watu. Kitu ambacho ilitaka watu hakuna inaletwa hakuna. Ndugu yenu ameacha tabia zake. Najua mimi ninawapenda. Siwezi penda ni ameacha tabia zake. Naongeaje? Amen. Mungu aliumba binadamu akipenda kwa utu wake mwenyewe. Hawezi hata kitu alipeana mamlaka kwa kitu aliumba. Amen. Hallelujah. Na akabariki. Na dhambi ilitenganisha kati yao. Ndipo Isaya anasema sasa kama watu wanarudia hiyo sasa ndio inapatia Yesu kitu, inafanya Yesu sasa anakuwa mkuu juu ya kitu hiyo. Yani alitengeneza ukoo ili watu warudiane waishi kwa njia gani? Kwa ile njia ya kulipa ile dhambi iondolewe. Na hiyo ndio sababu alipewa jina kuliko majina yote. Kwa jina lake chochote kitasujudu. Hiyo ni shetani atasujudu. Hiyo ni Illuminati atasujudu. Hiyo ni Freemason atasujudu. Sababu gani? Ametengeneza ukoo ambao ulikuwa umeharibika. Hapo ndio watu wanaanza naye. Kuna kuanza katikati.
Itakuyumaisha. Najua ukianza katikati, ukifika na watakufika na mafuta kupaki, utakubali. Yule amesema kuombea ile maombi ya kubadilishana, utakubali. Hata ukisema hata ufanye usherati, atabadilika. Tutatoa ile toleo hapo, pia utakubali. Na kama ulivyosema kutenganisha kati yako na Mungu, mtu ambaye haongelelei dhambi hautamsikia maneno yake. Utasaidika. Mkono wa Jehova sio fupi, bali inaweza mshinda kuokoa, si kwa kuokoa. Amen. Zile ni mapepo zilizokufa baharini. Zile walipotea hawakupatikana mwili yao. Wale hawakuzikwa. Wale wanapagawa boma. Mkanga wezi akapata. Hata mafupa yake hawezi mpata na chome. Lakini mkono wa Jehova inayo nguvu ya kutoa hizo mapepo. Bali ilifanya akajinyaga pale baharini. Ile ilifanya akaapa kwamba mwili yake haitapatikana. Mkono wa Jehova. Dhambi ndio inatuzuia kupata hizo vitu. Lakini leo na asubuhi hapa mjini Nairobi watu wataingia vizuri. Watu wataingia vizuri. Watu wataingia vizuri. Tazameni. Jehova okomele machie. Badimone leso. Hakuna sio nguvu. Kata iteo kuno badimone wingi. Hata sikio lake sio zio ambaye anaweza shindwa na kusikia. Tuliju emosepo kuunginya sana. Lakini dhambi yetu ndio inatutanga kati yetu na Mungu. Edo tibe umamono emoke mnuwangi. Matendo maovu. Mwezi ukamwona usalama. Bwana la Mungu yakiwacha. Wana wa Misri walikimbia kati ya bahari. Sema leo Mungu kumbe anapigania hao watu kati yetu. Wakiona bodi la macho yake. Bodi la macho ya Mungu ameficha sababu ya dhambi. Ikiwa dhambi imeenda, Mungu akigeuza macho leo akiona dhambi inafanya Mungu anaficha uso wake. Anaitwa na hajizi asubuhi mpaka jioni. Wana wa Bali wanaruka, wanajikata na jiwe, hakuna jibu. Yule ametambua Mungu wa miungu, Elijah mtu wa Tishbi, anasema mwiteni tu, bali namfahamu. Yanaweza enda safari na anazubaa huko. Huyo Baali ni mtu kwa anaweza lala, atamuka mwiteni tu. Elijah anacheka kidogo, nasema mpaka lini? Mtatembea kati ya mawazo mawili. Kama Jehova ni Jehova, mwabudini. Kama Baali ndio Mungu, hata mwabudu. Sawa kuchanganyisha Baali na Jehova, hiyo haitatoka. Hallelujah. Yoshua aliambia wale wataingia, mchagueni leo hii ni nani mtakao mtumikia. Kule ng'ambo Yufrate, kule Tera Nahor na ndugu yake walikuwa wanaabudu miungu. Katika nchi ya wana wa Amori kulikuwa na miungu. Mnaweza chagua yule ambaye mtamtumikia. Lakini mimi na nyumba yangu
Na tutaipata mbaya. Amen. Dhambi ndio imefanya anaficha uso wake. Na matendo maovu imefanya ameficha uso. Sasa atatukilia. Kuna kitu imezuia. Ndipo hawezi akasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Soma. Mathayo 9:31. Tuelewane na mke kwa mwanamke. Hata mimi nitabeba niende nayo nyumbani kwangu. Amen. Mkono wa Mungu lazima nione. Lazima nione. Kama hakuna. Amen. Naenda tu kwa siasa. Baadaye napata pesa huko. Na kama niliacha zile sababu ya ukombozi. Hapa ukombozi wangu natoka hapa. Ninasema nini? Kata kamano negiwuok 9:31. Inua mkono kwa Yesu. Inua mkono kwa Yesu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Yohana Yohana alihubiri. Siko katika mkutano ya gari. Ndipo usisumbukane kitu. Hii ni nyumba. Amen. Wang'eyo ni Nyasaye okwijo richo. Tunajua nini? Mungu haelewi maombi ya mwenye dhambi. Kanga tolamo Nyasaye. Ikiwa mtu anamwomba Mungu, Kendo timo gima odwaro. naye anatenda kitu Mungu anataka. Dhambi aliachana naye. Kama mtu anaomba Mungu, matendo zake hazina hukumu mbele za Mungu. Amen. Tunajua kwamba Mungu haelewi wenye dhambi. Asikii wenye dhambi. Kanga tolamo Nyasaye. Na ikiwa mtu anaomba, Kendo timo gima odwaro. anafanya kitu Mungu anataka, Jalo ema owinjo. huyo mtu amedumu na jibu. Huyo mtu amedumu na jibu. Timotheo wa kwanza 1:15. Semezane pole pole kwa kutulia. Wacha tuongelele tu hapo. Ili watu waingie vizuri. Ushaingia vizuri. Siku ile nitarudi. Nitarudi na ushuhuda yangu. Wewe pia tutakutania yangu. Jina la Mungu litapata sifa. Kitu shetani anafanya isikusumbue. Tafuta tu mkono wa Jehova. Ninasema nini? Wachni enadie. Neno la ukweli. Kendo winjo yego chu. Wale watu wanafaa kukubaliana naye. Ukubali nusu. Nakubali kabisa. Ni Kristo Yesu nobiro e piny mondo obar jorito. Kitu ambayo ilileta Yesu hapa duniani. Kama hujui, ni kwamba mwenye dhambi aokolewe. Sio kwamba wanawake wazee. Kama dhambi imeenda, mapepo za ukoo ambayo inashika maisha inaenda. Yesu hakuja ili amalize kitu. Alikuja ondoa dhambi kisha mapepo za kifo ambayo iliishi kwa inaenda. Yesu hakukuja watu wa wani. Si watu walikuwa na wani. Watu walikuwa na sababu. Lakini dhambi bado ilikuwa inasema watu. Hata watu wakioana ndoa haionekani. Hata watu wakioana hawaishi kwa muda. Watu hata wakizaa wanazika. Hata
wakisoma ifanyaje? Dhambi ndio ilitenganisha watu. Na Mungu ambaye mkono wake sio huu. Naongea na nani? Pengine mtu mmoja tu ndio leta toa ushuhuda. Kama kitu ninajua. Hiyo tu inatosha. Jambo la ukweli ambaye tunafaa tukubaliane na Yesu ambaye ni Nazareti. Hakukuja watu waanzishe dhehebu zenye kuwa. Amen. Jambo la ukweli lazima tukubaliane naye. Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili aokoe mwenye dhambi. Hiyo ndio ilimleta Yesu. Yaani amebaki zilikuwa. Siku moja akasema jinsi ilikuwa wakati wa Noa, itakuwa kwa wakati wa Noa. Wakati wa Noa watu walikuwa wanajenga. Watu walikuwa wanaoana wasichana kwa wanaume. Haikuwa tofauti. Tofauti utakuwa nini? Wakati amerudi wale walikuwa na wana na wale walikuwa naoa pia watakutania. Ama walifikia tu hapo kwa ndoa. Ndoa pia kuna zile mapepo zinaongojea watu mbele. Huwa ziko. Tushaziona. Sasa hizo sio anza. Jibu ni Yesu. Inua mkono kwa Yesu. Amen. Neno la ukweli. Neno ambaye naongelea ni ukweli. Anastahili watu wachunguze hapo. Ni Kristo Yesu nogera penyume wa juri. Kanisa la Yesu mtu anaingia na wokovu. Kanisa la Yesu mgalini. Watu wanaingia na wokovu. Hiyo ndio point ambayo watu wanaingia nayo. Hiyo ndio kilango. Tena hiyo ndio lango. Hiyo ndio njia. Kama hujaingia na wokovu, umeingia na dirisha. Kama hujaingia na wokovu, umeingia na dirisha. Utakuwa suspect. Utakuwa mshukiwa. Hapo ndio watu wanaingia naye. Yesu ndio huyo amekuleta. Wakati ulisikia uvumi yake. Kama ulisikia uvumi yake. Alisema. Amen. Njooni kwangu. Nyinyi nyote ambao mmechoka. Na mkabebana na mzigo. Mkuje niwapumzishe. Hiyo ni mwanzo hapo. Hiyo msemezane mmoja kwanza. Hiyo mzigo ya kwanza ni dhambi ambayo Yesu anapumzisha watu juu yake. Amen. Hallelujah. Aliita yeye ndiye amesema tena kwamba itakuwa ngumu. Jaribuni sana mwingie na lango ile sababu anajua watataka kuingia na wataweza. Yeye ndiye aliita watu. Na ndipo amesema tunaingia na ile lango jamani. Bali ya baba inakaaje? Wakati tunahubiri miujiza watu wanakuja wengi. Tukikaza wokovu watu wanatoroka. Ilifanyika kwake. Na ndipo akasema yule hajakula mwenyewe na kanywa damu hana maisha milele. Watu walianza kunung'unika. Nini kitu aina gani? Jambo ngumu aje. Nini nani atamsikia? Watu walianza kuenda. Kasema kwa Petro, nyinyi pia mnaenda. Sisi tulishaacha yote. Hatuna kufuata. Hatuwezi tukarudi kule. Naongea na nani? Yule anataka kuingia vizuri. Kama ukiingia na wokovu, utaingia na wokovu. Waanze kuona mkono wa Yesu.
anarusha kofia. Juu ile neema anafanya unakula mazuri. Yale ya ulimwengu. Jehova anafanya mazuri kwa wale watu wamefanywa na mateso. Inaanzia wapi? Hapo mahali umesamehewa dhambi. Hapo ndio ukombozi unafanyika. Ndio sasa nimekuita leo. Sisi hatuombei watu. Sisi ni waombei wa habari njema kwa Yesu Mnazareti. Kushakaribishwa na kuacha na naye. Baadaye tunakutania ushuhuda. Hatukutani kwa ulimwengu. Tunakutania uzima wa milele. Ile ya milele. Hiyo mpya. Amen. Neno la ukweli. Bali watu wanafaa wakubaliane naye. Jambo hili ni ukweli. Tena unastahili ukubaliane naye. Yesu alikuja aokoe mwenye dhambi. Paulo anatoa ushuhuda yake. Amekuwa mbaya zaidi ya wenye dhambi. Tena huwa anasema hakuna dhambi mbaya kuliko mimi. Bali Paulo akijieleza, nasema yeye ni mwenye dhambi zaidi. Ndipo mimi pia naweza sema hata kama mke niliishi na aliokoka, alipokatika chini anaomba, mimi namgonga na kitu. Ndipo naamini sasa, wakati nilikuwa nakunywa pombe naye na unataka kunisumbua na neno, baadaye sasa naweka pombe kwa mdomo. Wakati unaongea hivi na kumwagilia pombe na kupiga bila kuniona. Wewe pengine amefikia hizo. Paulo anatoa ushuhuda. Hakuna mwenye dhambi ambaye Yesu hawezi kuokoa. Hata kama ulizaa mtoto ukanyonga, Yesu anakuokoa. Aliokoa Paulo. Ambaye alikuwa anaua wana wa Kristo. Na wakati alikuwa na Stefano. Wakati Stefano alikuwa na Paulo alikuwa pale. Alipitisha kwamba huyo auliwe. Nini sisi alikuwa anafanya? Yale makubwa. Wazee wakubwa. Wakuhani wakubwa. Walikuwa wanapigana na Yesu. Wakubwa wako na ubii. Paulo ndiye alikuwa anawaendea. Anachukua barua. Kwa Kristo wanachukua. Hii imetosha gharama. Anakata na uliwa. Yule ametoshelea kuchapa watu. Pia anaweka. Yule anafanya kushoya. Hakuna Yerusalemu. Ilikuwa juu ya Paulo. Huyo ndio mtu anaongea. Haleluya. Nitaongeaje sasa? Kwa mkono wa Jehova Yesu. Na nilipiga Paulo. Nilimchapa pale kwa barabara. Wakati alikuwa anaenda Dameski. Ili atese wa Kristo. Alishtuka mkono ingine imemfikia. Ili atanganyisha mapepo. Nitamwangusha chini kwa ndoo. Haleluya. Akasikia sauti. Sauli. Unanitesa kwa nini? Akauliza wewe ni nani? Mimi ndiye Kristo ambaye unamtesa. Naongeaje? Yesu huwa anakutana na wewe. Mimi mwenye dhambi hata kama ulitembelea. Ninamkabulu mume wako. Hata kama ulishajaribu. Hata usishafanya nini? Hapana. Ndugu. Hata kama mshaua watu Nairobi. Ndugu. Hata kama umeiba kwa kampuni kiasi gani. Hakuna kitu inaweza shinda Yesu. Tukufu kwa wokovu. Wananigangilisha maisha yangu. Wanarudi kwa maisha yangu peke yangu. Nakumbuka wale tulikuwa wadhuruni nao. Nasema nilikuwa nasoma chuo kikuu. Ile shule nilisomea. Kama ulishakuwa mtu high school. Sio level 5 and 6. Sasa unakaa mtu wa college. Wasichana wanawatembelea shule. Mimi ambaye niko hapa. Msichana angetembelea mtu. Msichana amekuja kumtembelea shule. Amekuja
Nikiangalia maisha yangu sasa hivi, mimi ni kinyume cha yule mtu wa kale. Nipo Paulo anasema hakumta kuweka nje, anaumba mtu mpya, yale ya kale yanapita, tazameni mapya sasa yanakuja, yale yanatoka kwa Mungu ambaye inafanya tunaelewana naye ndani ya Kristo Yesu. Haleluya! Wacha tuingie vizuri leo. Hiyo kuingia ndio kitu kubwa, ndio ilichukua Mungu gharama na akapeana Yesu Mnazareti, ndiye ambaye ndio neno la Mungu, ambaye ilikuwa na Mungu pale mwanzo na akazaliwa ndani ya mke ambaye mtu hajakuza ili akufe miaka 30 na aende msalabani ili alipe gharama ya dhambi yangu. Hiyo ni kitu kubwa. Leo uingie vizuri. Kitu kuu, unaingia vizuri, unaingilia vizuri, unaingia kama umepiga hesabu. Amen. Haleluya. Haleluya. Sema kwa jirani yako, tunafaa tuingie vizuri. Usicheke. Hapa si pa. Hakuna ruhusa hapa. Mwambie tunafaa tuingie vizuri. Soma ndiko mtu wa Mungu. Yesu Kristo nokecha. Na Yesu Kristo alinirehemu. Mara ni modo kumwenye sikuma ndio tunaremo sahihi. Ili atangulie kujionyesha kwa mimi nilifaa nikufe kitambo. Hapa dandana mahali niko. Mahali mtoto wangu wa kwanza amezaliwa. Mtoto wangu wa kwanza amezaliwa dandana. Natoa vita. Wakati watu 10 wao sema kwa hiyo nyumba ya changa ndogo. Hiyo nyumba ndogo. Natoa vita hapa. Natoa vita. Najirusha nje. Mimi nishatoka kwa nyumba ya hiyo ukuta ya baba. Kama vita inanichosha, sema hao watu wataniua. Nishakuibia nikachukua kisu. Sema chukweni kisu. Anaweza nidunga naye. Niko inasema Yesu Kristo alinirehemu. Ili kwangu atangulie kuendesha. Kumbe jinsi anatumia. Leo nifanye kumbe kitabu. Wacha nihubiri kwa Yesu. Wacha nihubiri kwa Yesu. Wacha nihubiri kwa Yesu. Aonyeshe jinsi anaenda polepole. Na ulifaa kumekuwa na Yesu huwa anaenda polepole. Imekuwa ukimisha kuua. Pengine risasi imekuwa imekuua. Pengine mke mwenyewe imekuwa imekuchoma na mafuta. Haleluya. Lakini mfalme anatulia polepole. Anaenda polepole kwako. Amen. Kwangu ndiye alitangulia kujionyesha. Jinsi huwa anaenda polepole. Leo naongea na nani? Mtu ambaye ataingia. Pengine uliingia vizuri na ulirudi ukatoka. Bado unaweza ingia leo. Bado nafasi iko. Haleluya. Yesu bado ameketi kwenye kiti cha enzi ya neema. Amen. Kama uliingia na ulichanganyikiwa na ukatoka, Mungu amekupa nafasi ya pili.
Mfalme anataka kuonyesha kwako. Ilifaa ukue ushamaliza kweli, hata jinsi roho yako ishaongea. Ungekuwa ushajinyonga. Mfalme Yesu alikurehemu. Kendo tima abenda yisi yoko mabiru yiku Kristo Yesu. Amenirehemu ni kuwe ishara kwa wale ambao wataamini. Haleluya. Kwa Mfalme Yesu Kristo Mnazareti. Hili ni jambo kubwa aje. Ili wapate uzima wa milele. Haleluya. Inua mikono kwa Yesu. Utukufu kwa Mungu. Amina. Mfalme anatulia pole. Anaenda pole pole. Amerehemu mtu. Wengine wangelikuwa yatima ambaye hawana wazazi hata moja, na Mfalme amerehemu. Au kama ungebaki amedhihirika kwako, kama amesimama kwako. Haleluya. Unacheza na wokovu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mfalme wa milele apate sifa. Wakorintho wa kwanza 15. Inua mkono kwa Kristo Yesu. Haleluya. Anaye tafsiri ile mpya. Yule ako na tafsiri ile mpya. Soma hapo kwa tafsiri. Inua mkono kwa Yesu. Sema asante kwa Yesu. Amen. Naongea aje? Jinsi watu waliingia. Hiyo lango. Amen. Alama ya kuingia. Amen. Ni wokovu kwa dhambi. Hakuna njia nyingine ya kuingia kwa wokovu wa Yesu. Nisikudanganye. Nilijaribu. Nikaacha pombe. Roho hakuingia. Wakati niliona dhambi kama pombe sioni, nilimlenga Yesu. Na tena hoja ya kwanza. Amen. Hoja la kwanza. Inua mkono kwa Yesu. Kitu ambacho limleta Mfalme. Soma hapo. Tukoro wetewa. Sasa wandugu wangu, wacha niwakumbushe habari njema ambayo nilifundisha ili niwaeleze maana yake. Wengine walikaribisha neno, imani yenu ikasimama hapa. Nyinyi mbarikiwa. Hata yeye ndio unapata usaidizi kwake. Lakini tu kama mtadumu kwa nini neno ambayo tunahubiri. Amina, bila kuacha, bila kuyumbayumba. Kama pengine hamukuamini bure, kuna kuamini bure. Unaamini kwa kitu hujaelewa. Unaamini kitu nusu-nusu. Utafanyika nusu-nusu. Nakimbia unatafuta watabiri. Jambo kubwa kabisa ambaye sasa inafikisha hii sehemu, na Yesu atarudi siku moja. Jambo kubwa kabisa zaidi ya yote. Haleluya. Mimi pia nilipata ni kwamba kwa maneno yote ambayo iko kwa neno ni kifo cha Yesu ili dhambi iende. Haleluya. Yesu alitembea juu ya maji. Hakuwa amekufa bado. Aliponyesha viwete. Hakuwa amekufa. Yesu alifufua Lazaro. Hakuwa amekufa.
mtakatifu. Yesu mfalme wa wafalme. Mwalimu alipita hapo. Alichukua hiyo punishment hiyo. Ili wewe usifikie hapo. Leo naongea na nani? Mtu ambaye anataka kubadilisha kuingia. Roho Mtakatifu ataingia ndani ya watu. Paulo hakukawia na wale watu. Aliomba. Hakuomba. Hakufundisha. Na kaagiza mkutano. Hapana. Hakuagiza hiyo mambo. Aliongea kuhusu Yesu. Nibatizwa kwa jina la Yesu. Weka mkono. Roho Mtakatifu akawaingia. Ni nani ashakuwa tayari? Asubuhi ni njema. Mwanaume mmoja. Mfalme amenituma kwako. Sema siku moja nikirudi nyuma. Sema miezi 2 nilikuwa Nairobi. Ndugu yangu fulani alijazwa Roho Mtakatifu. Mke mmoja alijazwa. Mke huyo anashika mimba. Yule mke mimba ilikuwa inamsumbua Yesu. Mtu mmoja tu ametosha. Yule alikuwa anaumwa na ukimwi aliponywa. Naongojea tu ushuhuda moja. Watoto walikuwa wanaharibika. Ambao walikuwa criminal. Yesu aliwaokoa. Hizo ndio nategea. Nini tafanyika? Mkono wa Jehova. Bali dhambi imezuia. Kama dhambi imeenda. Mkono wa Jehova itafika. Mkono wa Jehova itafika. Haleluya. Soma hiyo verse ya kwanza. Verse ya 3. Wacha nieleze jambo kubwa. Hii ndio jambo imefanya bado niko mahali. Mwalimu alikufa kwa ajili ya dhambi yetu. Jinsi andiko imesema. Alizikwa Mgalili. Nafasi ya mwisho. Nahubiri Yesu bado kufuka. Nahubiri Yesu amefufuka. Yesu bado shikaji. Yesu bado shikaji. Antaribu. Mungu yoyote. Ya mapepo. Zile za wafu. Haleluya. Amina. Mfalme alifufuka. Wacha nihubiri Yesu bado kufufuka. Ugonjwa ni nini? Kama Yesu alishinda kifo. Ugonjwa ni nini sasa? Ukimwi ni nini? Saratani ni nini? Ulcers ni nini? High blood pressure ni nini? Sukari ni nini? Yesu alishinda kifo. Naongeaje? Haleluya. Jambo kubwa. Na imeshinda maneno yake. Baina fani ubiri. Ni kifo cha Yesu. Yini mwenye dhambi akolewe. Amina. Andiko linasema alidhihirika kwa Petero. Leo atadhihirika hapa kwa hata kama bado unaomba tu. Fuata Yesu bado adhihirika. Acha kufuata Yesu bado. Fungua mawazo yako tu. Fungua tu mawazo yako na roho yako. Yesu anataka kudhihirika. Acha kukaza. Najua bado hujafika. Ndio ingia kuizuri leo. Yesu anadhihirika. Yesu huwa anadhihirika kwa kanisa. Yesu anadhihirika kwako. Usifuate Yesu ambaye tumekualika. Hapana, usifuate huyo. Ufuate Yesu ambaye anadhihirika kwako. Haleluya. Utukufu kwa Yesu. Sema hata kama shetani alikuimbia. Unaweza ingia tena. Mkono wa neema bado hujapona. Bado iko nafasi. Warumi 3:5 jina la Yesu limeangalia hapo ndio natoa naye. Utukufu kwa Yesu. Soma kwa yako. Inua mkono kwa Kristo.
Wacha kujikaza. Shetani atakuaibisha. Mbele katikati ya washiriki. Hata mtoto mchana. Unajificha na usherati. Utaibishwa hapa. Unakuwa muuaji. Unamchovya mimba. Sifa kwa Yesu. Leo Yesu ataponyoka naye. Wewe mume. Yesu anataka kukutoka hicho. Na mapepo za mahanga. Nani anakuzuia kwa nani? Haleluya. Haleluya. Yesu ambaye amefufuka. Yeye ndiye ufufuo tena uzima. Amefufua mpaka kanisa. Yeye kuna kitu imekupa ya kufufuliwa. Tena siku moja nipate kingine. Hayo imeleta Kwa mrembe. kwa damu yake. Ndio katemona mbele sana 10.